Baba, porque ya sé. Tunakaribisha wote kwa ibada yetu inayoendelea wakati huu, na warudishia shukrani wote wanaotuangalia kutoka nchi za nje na wote wanaotutazama kwa mtandao wetu. Mmekaribishwa nyote. Ningetaka kuchukua nafasi hii kushukuru watu wetu kwa vile mmesimama na kazi ya Bwana. Ningeomba muendelee kujitolea. Ninajua mnapitia mambo magumu, lakini Mungu atawawezesha na atawabariki. Kuna watu wengi wameweza kujitolea, na wote tunawarudishia shukrani kwa vile mmekuwa pamoja nasi. Kwa majina naitwa Douglas Moura, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimewakaribisha kwa ibada yetu. Ibada yetu imekuwa na mafunzo tele, kutuelimisha, kuweza kutuangazia neno la Bwana vile linavyohitajika. Tumeweza kusoma mambo ya kanuni za kiroho. Kwa hivyo jisikie huru na ujisikie kwamba unafaa ndani ya Bwana, na uweze kushiriki katika hili neno na kumrudishia Bwana shukrani. Ningempongeza our Reverend kwa vile amekuwa pamoja nasi na ameweza kutupatia hili neno, na washirika wote kwa jumla kwa sababu ya vile mmekuwa na ushirikiano mzuri. Na pia wale wote wanaotutazama ninawarushia shukrani kwa sababu umezidi kutuunga mkono na kueneza hii injili iweze kuwafikia watu wote. Kwa wakati huu nitamkaribisha our Reverend Joseph Chokera, karibu ili uweze kutupatia neno lake Bwana. Amen. Naamini kwamba mpendwa uko tayari kusikia neno la Bwana siku ya leo, na najua kwamba umekuwa ukifuatilia mahubiri. Tumekuwa tukiendelea vizuri, na najua kwamba umekuwa nasi kwa hii safari ya kusikia neno la Mungu. Furaha yangu ni kwamba unaposikia neno la Mungu mpendwa, maisha yako itakuwa vile tena. Tunahubiri mahubiri haya na kuyafundisha tukiwa na one intention, that your life will be changed for the better. Na naamini ya kwamba hatuhubiri tu kwa sababu ya kuhubiri, ni kwamba ili neno liweze kupata nafasi katika maisha yako, ewe unayenisikia, unayenitazama, kwamba maisha yako isiwe vile tena. Na hizi principles za neno la Mungu ziko na uwezo wa kukusaidia. Huhitaji kwenda kuombewa mahali mpendwa. Ukisikia hii neno na ufanye vile nakwambia, maisha yako inabadilika. Bwana akubariki sana. Ningependa tufungue kwa maombi ndivyo tuweze kuendelea. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaja mbele zako siku ya leo. Na kushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Nasema ni asante ni kwa sababu Bwana ya kunipatia nafasi hii ili kunena usia wako Bwana. Naamini ya kwamba Bwana kuna kitu umetuwekea siku ya leo, na naamini ya kwamba kuna jambo ambalo mfalme wa milele unataka kutenda. Naomba katika jina la Yesu Kristo, Roho wako Mtakatifu Jehova Mungu atashuka na kutuhudumia. Hudumia Bwana anayenisikiza siku ya leo, Bwana neno ili liweze kuwa la msaada katika maisha yake. Nipatie usemi, nipe nguvu, na mwishowe Bwana utukufu wote ukurudie. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Nimekuwa nikishiriki nawe mambo mengi. Naamini kwamba tulipoanza kuhubiri kupitia hii mitandao kutoka wakati ambao corona ilikuja, na umekuwa ukinifuatilia mahubiri haya, yamekuwa baraka kwako. Kitu ambao unajua ni kwamba unaposikia neno la Mungu kama hivi, maisha yako huwezi kuwa vile tena. Msikiza unayenisikiza, ni kwamba Bwana anakubariki, Bwana anakuinua, Bwana anatenda kitu katika maisha yako. Na ningependa nikwambie ya kwamba kama ungetaka kufuatilia na kujua haya mafundisho ambao nimekuwa nikifundisha kwa wakati mrefu sasa, ukitaka kufuatilia unaweza kuingia katika YouTube ama uingie katika Facebook yetu ya kanisa, Pefa Kasarani. Utaenda upate mahubiri haya yote na utabarikiwa. Wiki iliyopita niliweza kuongea nasi kuhusu kubadilika, na nikasema kwamba usipobadilika, my brother, my sister, maisha yako haitakuwa inabarikiwa, kwa sababu Mungu ameweka mabadiliko kuwa ni njia ya kuinua watu wake.
na unapata kwamba vitu inabadilika kila siku, mambo inabadilika. Kwa hivyo nakuomba kwamba uweze kuwa mtu wa kubadilika kama vile Mungu ameweka ukuwa ni msingi wa kuinua maisha yako. Na siku ya leo nataka kuweza kunena juu ya kitu kingine tofauti. Najua kwamba Roho wa Bwana atatuhudumia. Nataka kunena kuhusu encounter with God. Nikiongea kuhusu encounter with God namaanisha kwamba kukutana na Mungu. Unapokutana na Mungu kuna kitu ambayo inafanyika. Nasema ni asante, ni kwa sababu Mungu mwenye enzi ako tayari kubariki maisha yako tunapoendelea. Asante. Kwa hivyo nataka niweze kuanza tu kwa kukupatia mfano hapa. Mfano ambao nataka kupatia wewe ni kuhusu kijana mmoja. Huyu kijana tunaambiwa kwamba kuna wakati mmoja ambaye alikuwa anapenda sana kuja kanisani. Anakuja kanisani kila wakati, lakini yeye anataka sana kusikia nyimbo zinazoimba pale, praise team, wakati mwingine kwaya ikiimba anafurahia sana. Lakini neno la Mungu linapohubiriwa huyu kijana akawa kwamba apendi. Na kwa hiyo siku moja mchungaji akasimama akaanza kuhubiri kama vile ninahubiri. Kijana akaamua kwamba hataki kusikia maneno hayo na akaweka vidole kwa masikio. Alipoweka vidole kwa masikio akakaa hivyo. Mchungaji akaendelea kuhubiri. Alipokuwa anaendelea kuhubiri, Mungu akaamua, na ndio nakwambia mpendwa, wakati mwingine Mungu atatumia njia zake mwenyewe muweze kukutana na yeye. So Mungu akaamua kufanya kitu, ikawa kitu kama inzi hivi, kitu ikakuja ikasimama kwa uso wake. Na yule mdudu aliposimama kwa uso wa kijana na akaanza kutembea tembea pale, ili mdudu atoe vidole kwa masikio, aanza kutoa ile mdudu kwa uso wake. Alipokuwa akitoa hiyo mdudu, akasikia statement moja ikitoka kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu. Akawa anasema kitu kutoka katika kitabu ambao ni ya Mathayo chapter 13 mstari wa 9. Akasikia sauti na akasikia mtumishi wa Mungu akisema akasema kwamba na aliye na masikio na asikie. Aliposikia namna hiyo, akawacha kurudisha vidole kwa masikio yake na akasikiza, na kutoka hapo akasikia neno la Mungu na akaokoka. Ni kitu gani Mungu alitumia wapendwa? Akatumia tu mdudu kuweza kusimama kwa uso wa kijana, akatoa vidole kwa masikio yake. Huenda ikawa kwa njia fulani ya ukutani na Mungu, atatumia njia fulani ndio muweze kukutana. Kuna huyu mama ambao nataka kukuambia pia hadithi yake, nikasikia ya kwamba huyu mama naye alikuwa anapenda sana kwenda kwa nyumba ya Mungu. Mume wake alikuwa si mtu mzuri. Mume wake alikuwa mtu ambaye alikuwa anampiga kila wakati. Lakini tofauti ni kwamba huyu mama moyo wake ulimpenda Mungu. Na kwa hivyo yeye akawa anaenda kanisani kila wakati. Na kila wakati akienda kanisani walikuanga na mbwa nyumbani mwao, na huyu mbwa alikuwa anamfuata. Kwa hivyo akiingia katika nyumba ya Mungu, mahali mama anakaa, mbwa naye pia anakaa hapo. Wakati mhubiri anahubiri, mbwa tu amekaa kando yake hapo. Wakati ambao mhubiri anasema kwamba wale wako na mahitaji waje mbele waombewe, mama akienda mbele, mbwa anamfuata. Wakati wa kutoa sadaka na zaka, mama akipeleka pale mbele, mbwa yake anamfuata. Akienda katika fellowship katikati ya wiki, mbwa anamfuata. Na ikaendelea hivyo kwa wakati mrefu. Siku moja kukatokea makelele na matata katika nyumba yao, na mume wake kwa sababu ya ubaya wake akapiga mke wake, na bahati mbaya yule mama akaweza kuaga dunia. Kwa hivyo wana maombolezo na kila kitu. Huyu jamaa akaendelea na maisha yake ya ulevi na uovu. Lakini siku moja huyu jamaa akaanza kuona kitu ambao si ya kawaida, kwamba wakati wa Jumapili saa 3 huyu mbwa huwa haonekani, anatoka anaenda. Wakati ambao ni wa fellowship, siku kuna kuanga na ushirika, huyu mbwa wao tena hamuoni. Na kwa hivyo akawa curious, akataka kujua ni kitu gani ambao huwa inaendelea. Na ikawa kwamba atafuatilia sana. Na kwa hivyo siku moja Jumapili akaona mbwa ametoka saa 3 akienda, naye pia akaifuata. Kafuata ule mbwa wake na akaona ameenda, akaingia kanisani. Naye akafuata mpaka pale mbwa mahali mama alikuwa anakaa. Mbwa ameenda naye pia akakaa hapo kando. Na ikawa kwamba huyu jamaa akaenda mahali pale pia akakaa. Na wakati ambao mtumishi wa Mungu alikuwa anapeana hota call akisema kwamba walio na mahitaji waje waombewe, wakati watu walianza kwenda mbele, mbwa akainuka akienda mbele. Na huyu jamaa naye pia alikuwa amesikia injili ndio, na akaamua kufuata mbwa. Akaenda pale mbele wakati ambao watu walikuwa wanapiga magoti kuokoka, na yeye pia akapiga magoti akampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Kitu gani nataka kuambia mpendwa? Mungu huwa anapenda kukutana na watu wake, na atatumia njia yoyote ile kuweza kuona ya kwamba wewe pia unakutana na yeye. Na kwa hiyo nataka siku ya leo nikuambie kwamba watu hukutana na Mungu wapendwa, na ukiwa na mkutano na Mungu wako kuna kitu ambao anaweza kufanya. Na nitakupatia mifano kwa Biblia ya watu ambao walikutana na Mungu, na wewe pia nataka kuomba kwamba uwe na moyo wa shauku wa kukutana na Mungu wako. Nataka kupatia wewe mifano michache. Kuna wakati mwingine Mungu anakutana na wewe kwa sababu
Wakati mwingine when God want to commission you, kuna wakati Mungu anataka kutuma wewe mahali. Kuna wakati Mungu ako na ujumbe anataka uupeleke mahali. Kuna wakati Mungu ako na jukumu na kazi anataka wewe uweze kuifanya. Mungu anaweza kuamua kujitokeza kwako. Na kwa hivyo wakati mwingine unajitokeza tu kwa sauti, wakati mwingine unajitokeza tu kwa njia ya polepole ambao wengine wetu huwa hatujui kama Mungu ametembea. Na kuna wakati mwingine anatokea kwa njia kubwa. So mfano mzuri ambao tunaujua na tumeisikia mahubiri kuhubiriwa labda kuhusu jambo hili ni katika Biblia in the book of Exodus, kitabu ya Kutoka mlango ambao ni wa 3. Wakati huo ambao Mungu alikuwa amemtokea mtumishi wake Musa. Na maandiko yanasema katika Kutoka mstari wa 1 inatuambia kwamba now Moses was tendering the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, I am, Lord. Then he said, do not draw near this place. Take your shadows off your feet, for the place where you stand is holy ground. So hapa wapendwa ni kwamba Mungu amekutana na Musa. Maandiko inasema kwamba Musa kama kawaida yake alikuwa anaenda kuchunga kondoo ya mjomba wake kule. Maandiko inasema kwamba kwenye jangwa kule na kwenye milima huko alipokuwa akichunga, siku moja kitu ikatokea ambao si ya kawaida. Akaona kichaka inawaka moto, na maandiko inasema kwamba alipoona kichaka inawaka moto, kama wewe na mimi tungestuka. Sababu unaona kichaka inawaka moto, akaenda pale kuangalia ni kitu gani ambao inafanyika. Sababu inawaka moto na ichomeki, akasimama pale kuangalia. Na maandiko inasema kwamba wakati Mungu aliona kwamba amekuja kuangalia. Wapendwa, let me tell you, Mungu anafanya vitu kuweza control our attention. Mara nyingi anafanya mambo kuweza kukuvuta wewe ukuje karibu ili uweze kuona, na akawa kwamba anavuta attention ya mtumishi wake Musa akuje karibu aone. Na kwa hivyo Musa akaanza kuona maajabu pale, na alipokuwa ana interest ya kutaka kuangalia, maandiko inasema mstari wa 4, wakati Mungu alipoona Musa amejishughulisha kutaka kuona, Mungu sasa ndio akamuita. Mpendwa, nataka nikuambie kuna wakati Mungu anakuwa katika maisha yako anajaribu kukunenea. Na labda uko na shughuli nyingi. Labda uko na shughuli ambao za kupeleka kwa karakukuru huku na kule, mpaka Mungu akijaribu kutengeneza kuvutia attention yako ili uweze kusikia ni kitu gani anayotaka kukuambia, hata hauna wakati wa kusikia. Na kwa hivyo maandiko yanasema kwamba so when the Lord saw that he turned to look, wakati ambao alipoona kwamba alingeuka kuangalia, ndio na Mungu naye pia akaja karibu. Maandiko inasema kwamba tafuteni na mtanipata. Wakati ambao utakuwa unataka kumtafuta Mungu, wakati ambao unataka kuona kile ambao kinaendelea, wakati ambao utajishughulisha kutaka kujua Mungu ni kitu gani ambao anaifanya, hapo utaona Mungu anakunenea. Ni mara nyingi wapendwa, Mungu ananena na wewe. Ni mara nyingi Mungu analeta situations, analeta mambo mbele yako ili uweze kupay attention to what he is saying. Lakini mara nyingi unapata kwamba mambo inapita bila wewe kuwa kwamba umesikia. Na kwa nini ikawa hivi? God had a mission. Alikuwa anataka kumpatia mtumishi. He wanted to commission him. Wenda ikawa Mungu mpendwa ako na kitu anataka ufanye, amekuwa akitaka sana ukuje karibu, amekuwa akifanya mambo mbele yako ndio uweze kungeuza mawazo yako usikize, ndio aweze kupatia wewe kazi. Wakati ambao Musa alingeuza kichwa chake akaanza kuangalia, maandiko inasema kwamba Mungu akamuita. Wenda ikawa umekosa kuitwa na Mungu, wenda ikawa umekosa kupewa commissioning yako, wenda ikawa mahali Mungu alikuwa anataka uhusike, haujahusika kwa sababu amejaribu kufanya mambo mbele yako na haukusikia. Mpendwa, wacha nikuambie kwamba Mungu anakupenda na Mungu anataka kutumia wewe kwa njia mbalimbali. Wakati ambao anapofanya mambo, fungua macho yako, fungua akili zako. Wenda ikawa kuna kitu anataka kuambia, ndio Mungu akamuita akamwambia kwamba nataka kutuma wewe. Mpendwa, Mungu akampatia commissioning yake.
Wenda ikawa unachelewa kwa sababu haujageuka kuangalia ni kitu gani Mungu anataka kufanya kwa maisha yako. Naomba kuanzia siku ya leo ungeuke uone ni kitu gani Mungu anafanya. Mungu akitaka wapendwa kufanya kitu, hata kosa kufanya kile ambacho kwa sababu wakati wote mkono wake umeinuliwa kuweza kukuita na kukumbeko ni wewe kuja karibu. Wakati mwingine hatuoni na hatusikii, na Mungu anatumia kila njia kuona kwamba tumekuja karibu na yeye. Mwingine ambaye Mungu aliweza kukutana na yeye na alikutana naye pia katika njia ambao ni ajabu ni Sauli. Wakati Mungu alitaka kumchagua Sauli aweze kuwa kiongozi katika nchi ya Israeli, tumesikia hadithi wengine wetu, umesikia kwamba what happened in the book of 1 Samuel chapter 9 verses 3. Sitasoma yote kwa sababu ni ndefu, lakini ningekuuliza kwamba ukipata nafasi uweze kuisoma wewe mwenyewe na Bwana ataweza kusaidia. Katika mlango ambao ni wa 9, ukiangalia kutoka katika mstari wa 3, maandiko inasema nini inafanyika pale? Inasema kwamba now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost, and Kish said to his son Saul, please take one of our servants with you and arise, go and look for the donkeys. Hapa nao ni kuambia mpendwa, ni Mungu alikuwa ametaka kukutana na Sauli. Alitaka kukutana na Sauli. Tunaona kesi ambao ni ya Musa. Kile Mungu alifanya ni kwamba aliwakisha moto kwa kichaka ambao haichomeki, na pale akakutana na yeye kwa sababu alitaka kujua ni kitu gani kinaendelea. Na kitu ambacho inafanyika hapa, Mungu wapendwa akiwa na jukumu na kazi ambao anataka uweze kufanya, atahakikisha kwamba imefanyika. Alikuwa anataka kumuinua Sauli, alikuwa anataka kumpatia promotion kwa maisha yake, alikuwa anataka aweze kuwa yeye ni president au kiongozi au mfalme wa Israeli. Maandiko inasema nini wapendwa? Maandiko inasema kwamba kitu ambao Mungu alifanya na anafanya mambo kama haya kwa maisha yetu, ikawa kwamba punda wa Kish baba yake Sauli akapotea. Kama vile unaweza sikia mbwa yangu imepotea mahali hapa, ukaanza kutafuta kondoo yangu si wako wapi, jambo tu la kawaida katika jamii. Lakini ikawa kwamba huyu punda alipopotea, Kish akamwambia Sauli kwamba, akamwambia wewe toka na uende ukatafute punda yuko wapi, na akamwambia punda wako wapi, na akamwambia fanya hivi, chukua mfanyakazi mmoja muende na yeye, na wakaenda. Na kumbe hiyo ndio mpango Mungu alikuwa nao, kwamba katika hali ya kutafuta ile punda, Mungu atakutana na nani? Na mtumishi Sauli, amchague ampatie kazi aliyohitaji. Na wakaenda wakatafuta, hawakumpata, wakapanda milima huku na kule, hawakumpata. Baadaye wakati ukaanza kuisha, na Sauli akaambia mfanyakazi kwamba sasa masaa naona imeenda mbali, wacha turudi nyumbani, kwa sababu baba ataanza kuacha kufikiria mambo ya punda, aanza kutufikiria sisi, wacha turudi nyumbani. Na mfanyakazi wao akamwambia hapana, area hii ambao tuko mahali hapa nasikia kuna mtu wa Mungu ambao huwa anakuanga pande hii, na akisema kitu huwa inakuwa. Akamwambia kwamba tuende tukamuone mtu wa Mungu, wenda akatusaidia kujua hawa punda wetu wako wapi. Na ikawa kwamba Sauli akamwambia sasa taendaje kwa mtu wa Mungu mikono mitupu? Hakuna kitu ambao tuko nacho cha kumpelekea. Ndiye akamwambia hapana, mimi hapa niko na pesa kidogo, tunaweza kwenda tumwachie. Na akakubali, wakaenda. Wakati ambao walipokuwa wakitembea wakutana na wachana njiani, wakaenda kuchota maji. Kauliza kwamba mmeona mtu wa Mungu pande hii? Kamwambia yeye ndio ako hapo mbele tu. Ukienda nabii wa Mungu hapo mbele, amepita tu saa hii. Na wakafuata. Kufupisha hii hadithi ndefu, ikawa kwamba walipoenda hapo mbele, waliona akampata mtumishi wa Mungu ambaye ni Samueli. Samueli akaweza kukutana na Sauli kwa wakati wa kwanza, na akawachukua wakaenda nao mahali walikuwa na malazi, siku hiyo walikuwa wanatoa dhabihu. Akakuwa na wao pale, na baadaye akamwambia kwamba wewe Mungu ndiye amechagua uweze kuwa kiongozi wa Israeli, na akamwagia mafuta kutoka hiyo siku, na Roho wa Bwana akashuka juu yake. Kitu gani nasema mpendwa? Mungu mwenyewe akawa anamtafuta huyu kwa njia yake. Nataka nikwambie my brother, Mungu anatumia njia mbalimbali za kukutafuta in order to have an encounter with you, aweze kukutana na wewe maishani mwako na afanye kitu katika maisha yako. Mungu anakutafuta kwa njia mbalimbali. Na naomba kwamba wakati ambao uko kanisani, usikae tu kaona kama hapa tu ni mahali pa kawaida. Wakati ambao unapokuwa mahali pa kazi, usione tu ni mahali pa kawaida. Wakati ambao mambo inafanyika kwako, nataka Mungu afungue macho yako ya kiroho. Usione tu kwamba ni hilo jambo limefanyika, mkono wa Bwana uenda ikawa inafanya kazi. Na wakati ambao umefunguliwa macho yako, utaona mambo yasiyo ya kawaida. Na wakati ambao Mungu amekufungua macho, utapata kuanza kuona muujiza Mungu anafanya ndani yako. Mungu anatafuta watu wa kutumia mpendwa. Kwa hivyo huyu
akamchagua kwa njia ambao si ya kawaida. Ikawa kwamba ni mnyama atapotea. Katika hali ya kutafuta mnyama akakutana na yeye na wakaongea na yeye na akamchagua akawa awe kiongozi wa Israeli. Mungu anatumia njia nyingi wapendwa. Wakati mwingine ukiangalia katika Biblia utagundua Mungu anatokea watu wakati ambao wako katika ibada. Unapomwabudu Mungu. Mfano mwingine nakupatia hapa ni mtumishi wa Mungu ambao ni Ibrahimu. Ibrahimu mara nyingi Mungu alimtokea, ukiangalia mara nyingi halimtokea. Na wakati mmoja unakumbuka alimtokea kutoka kwao, akawa na encounter na yeye akitaka kumtuma kumwambia toka hapa. Next alikuwa alimtokea tena wakati alikuwa anatoa mwana wake kama sadaka. Next aliweza kumtokea mara nyingine akiwa anatoa dhabihu. Na hili jambo ndio nasema kwamba wakati Ibrahimu alikuwa anatoa dhabihu katika mlima wa More, in the book of Genesis, in Genesis chapter 12 verse 7 and 8, wakati ambao alipokuwa anatoa dhabihu pale, Mungu akamtokea. Na alipotokea alifanya nini wapendwa? Akaweza kudhibitisha ahadi au promise au covenant alikuwa ametengeneza na yeye hapo mbeleni. Na kuambia mpendwa, kitu unahitajika wewe kama mtumishi wa Mungu ni kwamba macho yako, machikio yako yaweze kuwa yamefunguliwa wakati wote. Mungu huenda ikawa kwamba kuna kitu anafanya katika moyo wake. Mtumishi wa Mungu alikuwa anatoa tu dhabihu, hakuwa anajua ni kitu gani ambayo itafanyika, lakini Mungu katika hali ya kutoa dhabihu akamnenea, akamwambia kwamba nchi hii nimekupatia pamoja na watoto wako. Akadhibitisha. Wakati unapomwabudu Mungu, Mungu naye anashuka, anakuja, anakutana na wewe na anakunenea maneno ya ajabu katika maisha yako. Kuna mahali kwingi ambao Mungu anakutana na watu wake. Mfano mwingine ambao tunajua vizuri ni mfano ambao ni wa Yakobo. Wakati Yakobo alikuwa ametoka kule kwa ndugu yake, alikuwa ametoka kwa mjomba wake na ametoka na vitu vingi, ametoka na wake zake na watoto. Alipokuwa akirudi kule nyumbani, anaenda kukutana na ndugu yake Esau. Unakumbuka kwamba aliwatuma watu waende mbele, yeye aweze kubaki nyuma mahali. Na ni kwa sababu alikuwa anaogopa. Nimeongea kuhusu mambo ya roho ya uoga. Alipokuwa amebaki pale nyuma, usiku alipokuwa amelala, ametuma wake zake mbele na watu wakaenda, akamwambia mkutana na Esau mbele, muweze kumpatia hawa wanyama, mwambie mimi ndio nimempatia. Maandiko inasema ya kwamba alipobaki pale nyuma alitembelewa na mtu ambao huyo mtu anakuwa kwamba ni kama mjumbe ametumwa na Mungu, na akaweza kumpata pale usiku, na wakapiana mieleka mpaka asubuhi. Wakapiana na yeye mieleka mpaka asubuhi. That's another kind of an encounter. Akakutana na Mungu katika hali ambao si ya kawaida. Lakini nataka nikuambie kuna ujumbe ambao mpendwa unatoka katika jambo hili. Wakati mwingine kuna wakati Mungu atakutokea kwa maisha yako na akupate labda uko na hitaji kama hili ambao mtumishi alikuwa nalo, kwamba anaenda kukutana na ndugu yake, hajakutana naye kwa miaka mingi, hajui ni kitu gani ambayo itampata kule nyuma. Wenda ikawa katika maisha yako, my brother, also you are going through challenges, na kuna wakati mwingine unakuwa na wakati na Mungu. Huyu akawa kwamba akang'ang'ana na malaika wa Mungu, akapigana na yeye mieleka, na mwishowe ikawa kwamba hakumwachilia. Mpaka mwishowe asubuhi akamwambia basi sasa niachilie. Akamwambia sikuachilii mpaka unibariki. Ndivyo akamuuliza jina lako ni nani? Akamwambia ninaitwa Yakobo. Akamwambia kwamba kutoka leo hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Nataka nikuambie hivi ndugu, jina la huyu likabadilishwa. Yakobo akabadilishwa jina kwa sababu ya encounter with God. I'm telling you my brother, also sister, inawezekana ikawa kwamba mabadiliko ya maisha yako, baraka za maisha yako ni kwamba utazipata katika mung'ang'ano, utazipata katika hali ya mieleka na Mungu. Unapigana mieleka na Mungu namna gani? Tunapata opportunities ambao tunakuwa katika mlima wa Bwana. Tunakuwa katika mahali ambao tumejitenga kutafuta uso wa Bwana. Tunakutana na Mungu peke yetu. Unatakikana kwamba upigane na mieleka na Mungu. Ni mara nyingi tumepitia challenges maishani wapendwa. Mara nyingi ambao watu wa Mungu wamefinyika na anashindwa afanye nini. Huyo mtumishi wa Mungu aliamua kwamba simwachilii malaika haende mpaka hanibariki. Na wanakuambia siku ya leo, hewe mpendwa, usiachilie Bwana, shika yeye vizuri na umwambie Bwana siendi mahali popote mpaka unibariki. Na Mungu atabariki maisha yako. Akapiana na malaika wa Mungu mieleka. Na unaweza piana na malaika wa Mungu, unaweza piana na Mungu mwenyewe mieleka kwa maombi. Henda kwa magoti, henda ukamulilia Mungu, the place of encounter, mahali ambao unakutana na Mungu wako. Piga magoti na umlilie Mungu wako. Hiyo ni vita vya kiroho. Ni mara nyingi wapendwa ambao tunakuwa kwamba sisi ni kama tunalemewa, ni kama tunashindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatunajua siri ya kuweza kupata ushindi, baraka za Mungu, kuitwa na Mungu,
kutumwa na Mungu, kubarikiwa na Mungu, kudhibitika zile ahadi zake maishani mwetu. It's the place of encounter, pale ambao ni pasiri tunapotafuta uso wake Mwenyezi Mungu. Katika in the book of Genesis chapter 32 verses 24 to 28, hapo ndio tunapata huyu mtumishi wa Mungu Yakobo alivyokuwa anapigana mieleka na malaika wa Mungu na Mungu akambariki. Mwingine ambaye aliweza kuwa na encounter, wapendwa, tunavyojua vizuri, ni Sauli, ambaye baadaye alibadilishwa naye jina pia akaitwa Paul. In the New Testament, the book of Acts of the Apostles chapter 9, kutoka mstari ambao ni wa 4, ningependa kwamba tuweze kusoma hapo. Katika mlango ambao ni wa 9 mstari wa 4, maandiko yanasema ya kwamba then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who art thou, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and is astonished, saying to the Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city. Kitu ambao nasema ni hivi, wapendwa, huyu mtumishi wa Mungu ambao ni Sauli alikuwa mtu ambaye ni adui wa kanisa la Kristo. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatesa mwili wa Kristo. Alikuwa anaenda anapewa barua na makuhani, haenda mahali popote kuua watu na kushika watu akipeleka njela kwa ajili ya imani katika Bwana. Naye hapa ikawa ni mahali pake pa kubadilika, wapendwa. Hapa ndio mahali ambao alipokutana na Mungu barabarani. Maisha yake ikawa kwamba itabadilika. Let me tell you my brother, wenda ikawa pia kuna kitu ambao maishani mwako Mungu anataka kubadilisha. It is only going to happen at the place of encounter. Wakati ambao mtakutana na Mungu, pale pahali ambao mtagongana na yeye, na hapo Mungu aweza kufanya kitendo kipya kwa maisha yako. Upate kwamba you have taken an about turn in your life. Hapo ndio mpendwa utapata baraka za Mungu. Kuna wakati mwingine tunahitaji tukutane na Mungu kwa njia tofauti. Yes, huyu ubaya ulikuwa ni kwamba alikuwa mpinga Kristo. Alikuwa anapingana na kanisa la Bwana. Lakini pia katika maisha yetu kuna wakati mwingine Mungu anataka kukutana na sisi, atupatie a new dimension in our lives. Inahitajika kwamba ikutane wapi? Mahali ambao ni pa encounter. Hapo ndio mambo inafanyika. Ukikutana na Mungu mambo inakuwa tofauti. Sauli akaambiwa kwamba kuanzia leo hii utakuwa mtumishi wangu. Na kutoka hapo tunajua kwamba amekuwa one of the greatest disciples ambao Mungu alitumia kwa njia kubwa. Na hivyo nataka nikwambie mpendwa, at the place of encounter miracles happen. Maisha hubadilishwa, roho hubadilishwa, mielekeo ya watu hubadilishwa, mambo hubadilika ikawa tofauti. Na kwa hiyo nataka nikutie moyo, nikwambie kwamba Mungu atabariki maisha yako. Kwa hiyo siku ya leo nataka nikutie moyo, nikwambie kwamba kwa njia ya kuweza kunyenyekea mbele za Mungu mpendwa na kuweza kutafuta uso wake, Mungu atakubadilisha. Now concerning this encounter, ni kwamba inakuwa namna gani? Inafanyika hivi mpendwa, wakati ambao unapotaka kutafuta uso wa Bwana, mkutane na yeye, kuna mambo kadhaa unaweza kufanya kwa nyakati zetu. Nyakati zile unapata kwamba kuna njia Mungu alikuwa anatumia. Wakati mwingine kama encounter ya Saul ama Paul na yeye njiani, ilikuwa kwamba ni encounter Mungu mwenyewe aliamua kumtokea pale. Macho yake akachomwa na macho ikapotea. Hiyo ni tofauti. Wenda ikawa itakufanyikia namna hiyo. Alipokuwa kitaka kutokea mtumishi wake Musa, ni kitaka ambayo ilikuwa inawaka moto. Wenda ikawa haitakuwa namna hiyo kwako kwa wakati huu. Alipokuwa anataka kutokea wapendwa kwa njia mbalimbali alikuwa anawatokea, lakini kwa siku yetu hii ambao tuko tunatafuta Mungu na kukutana na yeye namna gani? Mahali ambako mpendwa utakuwa na encounter na Mungu ni katika magoti. Hapo ndio mahali ambako mtakutana na Mungu wako. Uamue useme kwamba ninataka kukutana na Mungu wangu. Na let me tell you, kwa wale wote tumeona kwamba Mungu amekutana na wao, kuna kitu ilifanyika. Alipokutana na Musa unapata kwamba kuna commissioning ambao Mungu alifanya. Ikawa kwamba kuanzia hapo Musa akapewa kazi ya kufanya. Alipokutana na Sauli akamchagua akawa kwamba yeye atakuwa ni mfalme katika Israeli. Alipokutana na Ibrahimu akadhibitisha ahadi ambao alikuwa amempa hapo mbeleni. Alipokutana na Yakobo hapo akabadilisha jina lake na akamwambia kuanzia leo utaitwa Israeli. Na kozi ya maisha yake ikabadilika. Alipokutana na Sauli pia akabadilisha jina na akamwambia utakuwa mtumishi wangu. What am I telling you? Ni kwamba at the place of encounter something happens. Ni kwamba unapokutana na Mungu kuna kitu hufanyika, na ni kitu ambao ni kipya na ni kikubwa, na maisha yako inainuliwa. Kwa hivyo kitu ambao Mkristo anafaa kuwa nacho, nataka nikutie moyo siku ya leo. Kama unataka kuwa commissioned, kama unataka kuwa promoted,
Kama unataka kuinuliwa na Mungu kwa njia yoyote, na kama Mungu wako na ujumbe wako ambao amekaa nao kwa wakati, the only place you can receive your message is at the place of encounter. Na hiyo nayo ndugu yangu nimekuambia kwamba ni wewe uamue useme kwamba nitatafuta uso wa Mungu. Nitatafuta uso wa Mungu. Hii ni kitu wewe mwenyewe unakaa chini unaamua. Unapata kwamba wakati kama huu wa corona wapendwa, unapata kwamba watu shughuli ni nyingi, nyumbani ndio tunaambiwa tukae nyumbani, lakini tunapokaa pale hatuna wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Maisha yako kama Mkristo unafaa kuwa na wakati ambao unasema kwamba nitaenda kutafuta uso wa Bwana. Unajitoa katika environment ya watu. Unasema kwamba nitaenda mahali pangu pasiri na Mungu niongee na yeye. Unapokuwa pale mahali pasiri, kuna mambo Mungu atakuongeleza ambao haongei na wewe wakati ambao kuna makelele. Noise is everywhere. Wakati mwingine kama nilivyoshiriki wakati mwingine hapa, ni kwamba kuna kelele ya moyo, kuna kelele ya ndani na ya nje. Kuna mahali unahitaji kwamba unyamazize kelele ya nje na ya ndani, uweze kwenda mahali ambao ni pasiri. Na ukienda hapo pahali mpendwa, kuna kitu Mungu atakunenea. At the place of an encounter, something happens. Nataka nikuhakikishie, ukienda pale ukiwa serious kwa moyo wako, utapata kwamba Mungu atakutenda kitendo. Unaenda mbele za Mungu katika maombi, wakati mwingine unasema kwamba no, I'm not just going to take it to be normal. Unasema kwamba nitafunga na kuomba. Unaenda pale mbele za Mungu, unampigana na Mungu miereka. Unapigana na malaika wake miereka kwa njia ya maombi. Unamwambia Baba, sitoki hapa mpaka unibariki. Ukae kama Musa. Wakati Mungu alituma malaika, akawaambia kwamba atawaongoza huyu, sababu nikienda nikiwa kati yenu nitawamaliza, sababu nitakashirika na matendo yenu yaliyo mabaya. Musa akamwambia Mungu, usipoenda na sisi hatuendi mahali. Ukamwambia tembea na mimi. Kwa hivyo nakwambia my brother, the place of your blessing is at the place of an encounter. Na hiyo ni mahali ambao utahitaji utafute Mungu wako pale pasiri. Utoka katika hii mambo ya kawaida, kanisani kila wakati, mambi nyumbani, maombi ambao ni ya watu wengi, unasikia mzuri, wenda utafutane na Mungu mahali. Na kile ambao unatafuta na kuambia kwamba utapata. Jambo lingine ambao inahitaji kusaidia wewe katika mahali pa encounter ni wakati ambao unatembea katika roho. Unakuwa kwamba umefunikwa na nguvu za Mungu, umeamua kwamba nitatembea katika roho. Maandiko yanasema kwamba the spirit wars against the flesh. Kwa hivyo wakati ambao utawacha roho wa Bwana aweze kuinuka kwa maisha yako. Na hii inasema kwamba inawezekana wakati ambao umeamua kujipeana katika maombi. Mambo ya mwili yanaenda chini na roho anaenda juu. Wakati ambao roho ameenda juu, utapata kwamba una uwezekano mzuri wa kukaa katika uwepo wa Bwana ukibarikiwa. Mambo wapendwa hufanyika wakati watu wako katika mlima, wakati watu wako katika mahali ambao ni pasiri. Wakati unapokuwa mahali pa kukutana na Mungu, kitu hufanyika. Do you remember what happened at the Mount of Transfiguration? Wakati Yesu Kristo alipokuwa pale na akinapita kwenye mlima, maandiko inasema kwamba kitu gani kilifanyika? Alibadilika yeye. Akabadilika, akaona kwamba amebadilika mbele zao. Na ikawa kwamba wao wenyewe wakasikia vizuri sana wakiwa hapo. Na ikawa kwamba wanasikia kuishi hapo. Wapendwa, at the place of an encounter, wakati umeamua kwenda kwenye mlima, ukae pale umejificha mbele za Bwana, hapo mambo hufanyika. Mtumishi wa Mungu ambao ni Musa wakati ambao alikuwa ako katika mlima, na ningependa kwamba tuweze kusoma hii nikienda kumalizia. Akipanda kwenye mlima, in the book of Exodus chapter 34, utagundua kwamba katika mlango wa 34 from verses 29, ukiangalia katika mstari ambao ni wa 29 na 35, maandiko yanasema kwamba now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the two tablets of testimony were in Moses' hand when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Ukiangalia katika mstari ambao ni wa 35 inasema kwamba and whenever the children of Israel saw the face of Moses, whenever the children of Israel saw the face of Moses, that the skin Moses' face shone, then Moses could put the veil on his face again until he went in to speak with him. Kitu hiko ni kwamba wapendwa, wakati ambao unapokuwa katika uwepo wa Mungu, umeamua kwamba uweze kuwa na Mungu, uweze kuwa na encounter na Mungu mahali, na muwe na Mungu kwa wakati peke yenu na Mungu kwa siku kadhaa, maybe kwa wakati ambao umeweka kando ili muonane na Mungu, unapata kwamba uwepo wa Mungu, there is transfer of anointing and the presence. Wakati uko mahali pale Mungu, mbele za Mungu, kuna kitu inafanyika. Unapata kwamba you possess so much of the presence of God. Musa alipokuwa kwa milima akakaa pale 40 days, aliposhuka
Hakujua kwamba kumbe uso wake ulikuwa unang'aa kama jua. Akikuja karibu na wana wa Israeli wanafunika nyuso zao. Kwa sababu na yeye hakuwa anajua. Wakati mwingine wapendwa, tunapokuwa katika uwepo wa Mungu, tumejificha na Mungu mahali na tukaweza kukaa na yeye. Kuna kitu Mungu hufanya wapendwa. Uwepo wake unatujaa. Unapaa kwamba ile yetu ya utu wetu wa kawaida inaondoka na utu wa Mungu unatujaa. Tunaanza kuemit ndani yetu na kureflect the presence of God katika maisha ya watu wale wengine. Na kuomba mpendwa, katika moyo wako tamani sana kukutana na Mungu. Ukutana na Mungu mahali pasiri. Nasema kwamba I'm discouraging the situation whereby ni kila wakati ambao uko ushirika na wapendwa ni unasikia kwamba umebarikiwa. Tafuta nafasi. Bila nimesema uende ikawa Mungu atakutokea bila alikuwa anatokea watu wake wakati wa kale, atakutokea kwa njia nyingine tofauti. But take an initiative kama mtumishi wa Mungu ambao ni Solomon. Nakumbuka tumesema Solomon, what did Solomon do? Tumesema kwamba Solomon alichukua hatua, akaenda kumtolea Mungu dhabihu. In the book of 1 Kings chapter 3 verses 3 to 5. Akaenda kutolea Mungu dhabihu. Alipokuwa akimtolea dhabihu, maandiko inasema ya kwamba Mungu akamtokea pale. Nawe nakuomba mpendwa, fanya kama Solomon. Henda kwenye mlima, amua nitatafuta uso wa Bwana. Henda mahali ukamwabudu. Ukiwa katika hiyo hali, Mungu atakutokea. Ni jambo gani ambalo inakusumbua? Ni mambo gani ambao hujui ufanye nini? Maybe you want God to do something in your life. It can be my brother who can be able to get that blessing at the place of an encounter. Unapokutana na Mungu, atakupatia mwelekeo, atakupatia baraka, ataweza kudhibitisha yale ambayo kusema kuhusu maisha yako hapo mbeleni. Kwa hivyo nakutia moyo siku ya leo. Henda tafuta Mungu, kutana na Mungu at the place of an encounter, and your life and the life of your family and the ministry will never be the same. Mungu akubariki na Mungu akutie moyo. Nataka kwamba tuweze kuomba. Nataka kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu. Nataka nipatiwe nafasi hii uweze kuinamisha kichwa chako mbele za Bwana, nikuombee na unjiombee hata wewe mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru na kuinua jina lako Bwana. Na kuambia asante Bwana kwa sababu ya ujumbe ambao umetunenea siku ya leo. Kwamba Bwana kuna mahali pa kukutana na wewe, na tunapokutana nawe Jehova Mungu maisha yetu inabadilika. Naomba kutoka siku ya leo Bwana, huyu mpendwa ambaye ananisikia, Jehova Mungu, ujumbe huu utaingia ndani ya moyo wake, uweze Bwana kuweza kuwa utamsumbua na kutaka sana kukutana na wewe. Ni mara ngapi Bwana umenena kwa maisha yetu tukakosa kusikia unavyotuambia? Ni mara ngapi Jehova Mungu kwa sababu ya kelele ya kando kando tunakosa kujua unatuambia kitu gani? Tunahitaji tuende mahali Bwana tukutane na wewe ili Bwana tusikie ujumbe ulionao kwa ajili yetu. Wenda ikawa unataka kujituma mahali, wenda ikawa unataka kudhibitisha Bwana unabii ambao uliwahi kunenwa katika maisha yetu, wenda ikawa uko na jambo ambalo la muhimu unataka kutunenea Jehova Mungu na kubadilisha maisha yetu ya watu. Baba, tunajua kwamba inafanyika hii at the place of an encounter. Naomba katika jina la Yesu Kristo, mpendwa ambao amesikia ujumbe wa leo kwamba mfalme atatamani sana kuwa na wakati na wewe, kukutana na wewe Jehova Mungu. Na ninajua kwamba ikifanyika hivyo maisha ya Wakristo wengi tutabadilishwa na tuweze kuwa watu wa kubarikiwa. Asante Bwana kwa sababu ya kuweka mbegu hii ya neno katika mioyo yetu na kuweka shauku ndani ya mioyo yetu kwamba kuanzia leo tutakuwa na shauku ya kukutana na wewe mahali pasiri ili Bwana ukatubariki na kutunenea ulio nao moyoni mwako kwa ajili ya maisha yetu. Nasema ni asante kwa kutubariki. Jina lako libarikiwe katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Asante mpendwa, naomba kwamba uweze kuwa mtu wa kutamani sana kukutana na Mungu katika mahali pazuri, the place of an encounter. That's where your blessing is. Na wakati huu pia ningependa kukutia moyo kwamba uendelee kufuatilia mahubiri haya, na najua Mungu ataendelea kukubariki. God bless you as I pray. Na wewe pia ambao ungetaka kumpa Yesu maisha yako, let's pray. Baba, naomba katika jina la Yesu Kristo, huyu mpendwa ambaye anataka kumpatia Yesu maisha yake, uende Bwana ukaguse moyo wake siku ya leo, kaguse roho yake Jehova Mungu, na uangalie moyo wake ulio na tamani na shauku Jehova Mungu ya kuweza kukufuata. Kwamba kutoka siku ya leo Jehova Mungu umeandika jina lake katika kitabu cha uzima na unamsimamisha Bwana katika imani mpaka utakaporudi. Mwelekeze mahali ambao kuna chakula yake ya kiroho, mahali ataweza kukua, ataweza kunawiri na aweza kuwa mtumishi wako. Naomba katika jina la Yesu utamuepusha na kila aina ya majaribu na kumkinga na mabaya mpaka wakati utakaporudi. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. God bless you. Tukutane wiki ijayo. Asante. Hey Baba. Hey Baba.
Eh Baba, eh Baba, eh Baba, eh Baba.